Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Katika mkoa wa Lindi, barabara ambazo zimekuwa sugu kabisa katika baadhi ya wilaya ambazo mimi nimezipata so far, katika wilaya ya Kilwa, kijiji cha Kandawale, lakini kuna daraja la Kibata limekatika kabisa. Kijiji cha Mingumbi pia barabara hazipitiki kabisa. Lakini katika wilaya ya Liwale, kijiji kata ya Nangano, kijiji cha Nahoro hakupitiki kabisa, kimekuwa kilio kikubwa hasa cha kina mama. Kijiji cha Mirui pia hakupitiki kabisa, na sehemu nyingine nyingi kama ambavyo Mheshimiwa Nape Nnauye, mbunge mwenzangu anayetoka jimbo la Mtama katika mkoa wa Lindi, ameviwasilisha. Kilio cha barabara katika mkoa wa Lindi ni kikubwa sana. Wataalamu wanasema kwamba... Mheshimiwa Zena, uliza swali. Swali langu la msingi ni kwamba madaraja yamekuwa yakikatika kwa kiwango kikubwa sana katika mkoa wetu wa Lindi, hasa katika barabara za ndani. Pamoja na barabara kubwa, of course hiyo ni ya wizara ya nyingine, lakini kwa nini sasa wakandarasi wetu tunaowapa hizi kazi hawajengi madaraja yaliyokuwa imara ili kuzuia uharibifu unaotokea wa barabara zetu wa mara kwa mara, hasa kipindi cha mvua zinazonyesha? Maana katika vijiji hivi madaraja yalijengwa lakini yanakatika. Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimshukuru Mheshimiwa Zainab Kawawa kwa swali hilo muhimu. Lakini kwanza nianze kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba ujenzi wa barabara na madaraja yetu unasimamiwa na wataalamu wenye sifa, na tunafanya malipo na kuidhinisha ukamilishaji wa miradi hiyo baada ya kujiridhisha na ubora wa miradi hiyo. Lakini ni wazi kwamba mwaka huu tumepata baraka kubwa zaidi ya mvua, na imekuja na madhara ya kuwa na maji mengi ambayo yamepelekea kukatika kwa baadhi ya barabara, lakini pia baadhi ya madaraja, ikiwemo daraja la Kipata ambalo Mheshimiwa mbunge amelitaja, na barabara za wilaya ya Kilwa, lakini kusini na kote nchini kwa ujumla. Naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali inatambua kwamba barabara hizo zimekatika, madaraja hayo yamekatika, na tayari tumeshaanza kupata tathmini na taarifa za gharama ambazo zinahitajika kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa barabara hizo. Tunaosubiri sasa ni mvua zipungue, kwa sababu si rahisi kufanya matengenezo kipindi hiki cha mvua. Mvua zikipungua, niwahakikishie wananchi wa Kilwa na kote nchini kwamba tutakwenda kurekebisha barabara hizo ili ziweze kupitika na kurahisisha usafiri na usafirishaji. Asante.